Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia asimame hapo Lissu pale mechi dakika 90. Hechi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Migogoro ya ndoa tishio, shilingi bilioni 10 kuitatua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum imeandaa mkakati mahususi wa kukabiliana na migogoro ya ndoa ili kuimarisha ustawi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mwendo kasi majanga, misongamano vituoni yaendelea, abiria wasimulia madhira ya kugombea usafiri, baadhi wajeruhiwa, ahadi za mabasi mapya zaendelea kutolewa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Maria Mlai ikisema, nilikuwa naenda kazini asubuhi, mwendo kasi ilipofika watu wakawa wanakimbilia, kila mtu anataka kupanda kwanza, nilisukumwa nikaanguka na kuumia mkono wa kushoto, mpaka leo siwezi kuinua vizuri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mtoto wa miaka 10 mbaroni akidaiwa kuiba gari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Benson Kigaila na mikakati ya kuisuka upya Chauma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12, akiwa haya ni mahojiano maalum. Lakini pia gazeti hili limeandika haueni wagonjwa wa figo, huduma za kupandikiza mbioni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kusainiwa kwa mkataba wa shilingi bilioni 28 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha upandikizaji wa figo na mafunzo mjini Dodoma ni hatua muhimu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele.